Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumaini ya kwamba mpaka sasa bado mnaendelea salama salimini, na hiyo ndiyo furaha yetu. Na basi tunawatumia fursa hii kuwakaribisheni kwa mara nyingine tena kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kutengenezwa vichwa vya habari katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia hali ya kiusalama ambayo inazidi kuzorota siku baada ya siku. Tuanzie huko mkoani Kivu Kusini ambako uongozi wa hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega PNKB imetangaza kwa masikitiko makubwa kifo cha mmoja wa wahifadhi wake wa mazingira anayejulikana kwa jina la Nzeyumvira Juhudi Prince mwenye umri wa miaka 27. Tukio hilo la kusikitisha lilitokea tarehe 1 Juni mwaka huu katika kijiji cha Kafulumaye wilayani Kabare. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na uongozi wa hifadhi hiyo, zinadai kuwa mhifadhi huyo alipigwa risasi na watu wenye silaha alipokuwa akijaribu kumsaidia mwanamke aliyekuwa amejeruhiwa wakati wa uvamizi wa kundi la watu wenye silaha katika kijiji hicho. Alifariki hapo hapo kutokana na majeraha aliyoyapata. Katika taarifa yake, PNKB imeeleza kuwa hadi sasa hakuna ushahidi unaoonyesha kuwa tukio hilo lina uhusiano wowote na kazi zake kama mhifadhi wa mazingira ndani ya hifadhi hiyo. Uongozi wa hifadhi umekumbusha pia kwamba wahifadhi wa mazingira wanazingatia kanuni ya kutoshiriki katika migogoro ya kivita au mapambano ya silaha, na hivyo hawapaswi kuwa walengwa wa mashambulizi yoyote, huku ikitoa heshima kwa kujitolea na uzalendo alioonyesha marehemu katika utendaji wa majukumu yake. Hifadhi ya taifa ya Kahuzi-Biega imetoa pole za dhati kwa familia yake, ndugu, jamaa na wafanyakazi wote wa hifadhi walioathiriwa na msiba huo mkubwa. Tukisalia huko mkoani Kivu Kusini, serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezitaka mamlaka za mkoa husika kuchukua hatua zote muhimu za kuhakikisha usalama wa meya wa jiji la Uvira, Mchungaji Kiza Muhato, anayetarajiwa kurejea hivi karibuni baada ya kukaa nje ya nchi kwa muda akipatiwa matibabu. Maagizo hayo yametolewa kupitia telegramu rasmi iliyosahiniwa tarehe 1 Juni mwaka huu na makamu wa waziri mkuu anayehusika na mambo ya ndani, usalama, ugatuzi na mila, Bwana Shankeme Shabani Lukoho Bihango. Waraka huo ulitumwa kwa gavana wa Kivu Kusini, huku nakala zake zikipelekwa kwa vyombo vikuu vya usalama vya kitaifa na kimkoa vikiwemo polisi ya taifa ya Kongo PNC, shirika la ujasusi la taifa ANR, idara ya uhamiaji DGM pamoja na wajumbe wa kamati ya mkoa ya usalama CPS. Katika mawasiliano hayo, wizara ya mambo ya ndani imesisitiza umuhimu wa kuandaliwa na kulindwa kwa safari ya kurejea kwa meya huyo, ikieleza kuwa swala hilo linapaswa kupewa kipaumbele maalum. Mamlaka za mkoa zimeagizwa kuweka mikakati yote ya kiusalama ili kuzuia tukio lolote linaloweza kuhatarisha kurejea kwake au kuathiri kuanza tena kwa majukumu yake ya kiuongozi. Kwa mujibu wa waraka huo, kurejea kwa Mchungaji Kiza Muhato kunapaswa kufanyika katika mazingira salama kutokana na hali ya usalama ambayo bado ina changamoto katika maeneo kadhaa ya Kivu Kusini. Serikali ya kitaifa inaonekana kutaka kuzuia hatari yoyote inayoweza kumkabili kiongozi huyo wa juu wa utawala wa jiji la Uvira wakati akijiandaa kurejea kazini. Hatua hii inakuja wakati ambapo jiji la Uvira na maeneo yanayolizunguka yanaendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama zinazojitokeza mara kwa mara. Kupitia agizo hili, Kinshasa inalenga kuhakikisha meya huyo anarejea salama na anaweza kuendelea na majukumu yake ya kuongoza utawala wa jiji katika mazingira tulivu na yenye usalama. Kushirikishwa moja kwa moja kwa wizara ya mambo ya ndani pamoja na taasisi mbalimbali za usalama kunaonyesha umuhimu mkubwa ambao serikali imeupa mchakato huo unaochukuliwa kuwa wa kipaumbele kwa mamlaka za kitaifa. Na tuelekee huko mkoani Kivu Kaskazini ambako muungano wa wahasi wa AFC M23 umeongeza msimamo wake dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne ya leo tarehe 2 Juni mwaka 2026, kundi hilo limeonya kwamba shambulio lolote jipya dhidi ya maeneo lililo chini ya udhibiti wake litajibiwa kwa hatua za kijeshi ambazo limezitaja
akizitaja kuwa za nguvu, zinazolingana na kiwango cha tishio na zenye azma ya dhati. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, AFC M23 imesema kuwa wapiganaji wake hawataishia tu kulinda maeneo wanayoshikilia kwa sasa. Kundi hilo linaeleza kuwa iwapo kutakuwa na mashambulizi kutoka kwa upande wa FARDC na washirika wake, basi litafanya operesheni za kijeshi za kuwasukuma wapinzani wake nyuma ya maeneo yao ya awali, huku ikilenga kupanua ukanda wa usalama unaozunguka maeneo yaliyo chini ya usimamizi wake. Waasi hao wanadai kuwa mkakati huo unalenga kuimarisha ulinzi wa raia pamoja na mali zao katika maeneo wanayoyaita yaliyokombolewa. Kauli hiyo inatolewa wakati hali ya usalama mashariki mwa DRC ikiendelea kuwa tete, huku mapigano kati ya FARDC na washirika wake dhidi ya AFC M23 yakiendelea kuzua wasiwasi katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini. Wakati huo huo, juhudi za kidiplomasia zinaendelea katika ngazi za kikanda na kimataifa kwa lengo la kuwarejesha wahusika kwenye meza ya mazungumzo. Wapatanishi mbalimbali wanatarajiwa kufanya mikutano mipya ya kutathmini mwenendo wa hali ya usalama na uwezekano wa kufanikisha amani ya kudumu katika eneo hilo. Wachambuzi wanaona taarifa hiyo kama onyo lililoelekezwa kwa mahasimu wa kijeshi wa AFC M23, lakini pia kama ujumbe kwa jumuiya ya kimataifa unaoonyesha dhamira ya kundi hilo ya kuendelea kudhibiti maeneo iliyonayo kwa sasa na hata kupanua ushawishi wake wa kijeshi endapo mapigano yatazidi kuongezeka. Na huko mjini Kinshasa, mahakama kuu ya kijeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepanga kuanza kusikiliza hadharani kesi inayowahusisha watu 10 wakiwemo maafisa wa ngazi za juu wa jeshi la FARDC siku ya Alhamisi tarehe 4 Juni kuanzia saa 3 asubuhi. Kwa mujibu wa ratiba rasmi ya mahakama hiyo, watuhumiwa hao watafikishwa mbele ya chombo hicho cha juu zaidi cha kijeshi nchini katika kesi inayochukuliwa kuwa na uzito mkubwa kwa masuala ya usalama wa taifa na sheria. Miongoni mwa wanaotajwa katika kesi hiyo ni Generale wa jeshi Christian Chiwewe Songesa aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya FARDC. Pia watakaofikishwa mahakamani ni Generale John Numbi Banza Ntambo ambaye aliwahi kushika nyadhifa mbalimbali za juu katika vyombo vya usalama, General Major Maurice Nyimbo Kofi naye pamoja na majenerali wa Brigade Chinyabuhuma Kamukinde na John Goi wa Kabila na John Sangwa Mohamedi. Kesi hiyo inawahusisha pia makoloneli watatu wa jeshi ambao ni Guy Mukombozi Zahinda, Pati Sangwa na Christophe Chibangu Kenge. Raia mmoja ambaye ni Pascal Nyembo Muyumba naye pia ni miongoni mwa watuhumiwa wanaokabiliwa na mashtaka hayo. Kwa mujibu wa nyaraka za mahakama, zinadai kuwa watuhumiwa wote wanakabiliwa na mashtaka mazito yanayohusiana na usalama wa taifa na nidhamu ya kijeshi. Miongoni mwa makosa yanayowakabili ni kula njama dhidi ya taasisi za nchi, uhaini, kuunga mkono ugaidi, kusambaza taarifa za uongo, kukiuka maelekezo ya kijeshi, kutoroka nchi kinyume cha sheria za jeshi, kumiliki silaha na risasi za kivita bila ruhusa, pamoja na kuwashawishi wanajeshi kutenda vitendo vinavyokiuka wajibu wao na kanuni za nidhamu ya kijeshi. Dondoo ya ratiba ya kesi hiyo iliyosainiwa tarehe 29 Mei mwaka huu na karani mkuu wa mahakama kuu ya kijeshi Colonel Jean-François Ngalula Mpiana inaeleza kuwa kesi itasikilizwa katika ngazi ya kwanza ya mashauri ya jinai. Vikao vya mahakama vitafanyika katika jumba jipya la haki lililopo katika wilaya ya Gombe mjini Kinshasa. Kesi hii imevutia umakini mkubwa wa wananchi kutokana na hadhi ya juu ya baadhi ya watuhumiwa pamoja na uzito wa makosa wanayotuhumiwa kuyatenda. Wengi wanaona kuwa mwenendo wa kesi hii unaweza kuwa hatua muhimu katika kuimarisha uwajibikaji, nidhamu ya kijeshi na ulinzi wa usalama wa taifa ndani ya vikosi vya ulinzi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa kwenye channel yetu
yetu ili uzidi kupata habari motomoto kutoka kwetu. Basi tukutane kwa majaliwa. Asante.